Watu 9 wa familia moja wameripotiwa kufariki baada ya watu kuwasha moto kwa makusudi katika nyumba yao iliyoko kijiji cha Upanda, wadi ya Singomere, kaunti ndogo ya Ugunja, kaunti ya Siaya. Katika hali ya hasira, wakazi wenye ghadhabu walivamia nyumbani kwa mwanaume anayedaiwa kuhusika kwa kuwaajiri wahalifu hao na kuharibu nyumba zake kabla ya kuzichoma moto. Mwakilishi wadi wa Singomere, Andrew Omwende, alijiunga na wakazi hao kulaani tukio hilo na kuitaka serikali kuhakikisha kuwa haki inatendeka, huku akiwasihi wakazi kuwa watulivu na kuruhusu serikali kufanya uchunguzi wake. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Siaya, Evelyn Kemboi, alidhibitisha tukio hilo na kusema kuwa miili ya watu 9 waliougua imehamishwa hadi hospitali ya kaunti ndogo ya Ambira, akiweka wazi kuwa uchunguzi wa kina umeanzishwa na polisi. Ilikuwa saa 6 usiku na nilikuwa nimeamshwa na harufu ya petroli penye nilikuwa nalala. Nikaamka nikapata nyumba imewakishwa moto na nikaenda kusaidia ndugu ya bosi wangu kwa vile mimi nafanya kazi hapo. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Nilipiga nduru kwa dakika 10 lakini hakuna mtu ambaye alitokea. Sasa watoto walikuwa wanalia na juu walikuwa wamewasha moto kwa mlango na wakaongeza kifuli kwa mlango, hawangeweza kutoa kifuli. Sasa moto iliwazidi na wote wakakufa moja baada ya mwingine. Watoto wakilia na jina yangu kwa sababu mimi ndio wanakuanga karibu nao. Kile kimenileta hapa, kwanza nimestuka kwa ajili kuna mini representative wa BOM Ulute Secondary na kuna mtoto wetu mmoja wa form 4, msichana ambaye anaitwa Lois Auma, pia yeye ameteketea katika hiyo moto. Kitu ningesema, kitu ambacho imetendeka siku ya leo hapa Sigomre tujawahi iona. Naomba serikali, kupoteza watu 9 si kitu rahisi. Familia wamehuzunika ile mbaya. Situation vile nimeona hapa, situation is tense. Anything can happen right now as we speak. Naweza sema kwamba serikali kuje haraka iwezekanavyo, justice ipatikane haraka iwezekanavyo, la sivyo wananchi wanaweza chukua sheria mkono wao. Na tukielekea taifa la Uchina, ni kuwa katika siku ya pili